Siku ya leo tunaanzia jijini Dar es Salaam ambapo Tanzania imekabidhi rasmi nchi ya Malawi uwenyekiti wa kamati ya wakuu wa majeshi ya polisi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, ikiwa ni baada ya kumaliza kipindi chake cha uongozi cha mwaka mmoja. Huyo hapa Mwajabu Shafi anakuja na undani kamili. Makubaliano hayo yamefanyika leo jijini Dar es Salaam katika mkutano wa 30 wa wakuu wa majeshi ya polisi wa SADC waliowakutanisha wakuu wa majeshi hayo kutoka nchi wanachama wa jumuiya hiyo, ukiwa ni utaratibu wa kawaida wa mzunguko wa uongozi ndani ya jumuiya hiyo ya SADC, ambapo kila nchi wanachama hupewa nafasi ya kuongoza kwa kipindi cha mwaka mmoja. Akizungumza, waziri wa mambo ya ndani ya nchi ya Tanzania Innocent Bashungwa amewataka Watanzania kulinda amani ya nchi ambayo ni tunu iliyoasisiwa na waliotangulia kwa lengo la Tanzania kuendelea kuwa kisiwa cha amani. Ungekuwa tunawapa takwimu upande wa idara ya uhamiaji, watu wanaoomba kuja Tanzania kwa sababu ya amani na usalama tulionao ni maelfu kutoka nchi za jirani ambazo zina machafuko. Watu wanaoomba uraia kutajinisiwa kama wa Tanzania ni maelfu. Sasa sisi ambao Mwenyezi Mungu ametujalia hii ni nchi yetu, ningependa kuendelea kuwakumbusha tuendelee kuilinda nchi yetu kwa wivu na uzalendo mkubwa, kwa sababu mama Tanzania ndo huyu, hatuna mwingine. Mbali na hilo, waziri Bashungwa akaeleza maeneo ambayo yamekuwa changamoto na kuwa na ushirikiano katika kudhibiti uhalifu kwa jumuiya hiyo ya SADC. IGP wetu kama mwenyekiti na kwa kushirikiana na IGP walioko hapa kuendelea kushirikiana chini ya mwamvuli wa Interpol na kuendelea kutumia mwamvuli huu wa mashirikisho la majeshi ya polisi ndani ya SADC kuhakikisha masuala ya uhalifu mitandaoni. Tunakuwa tuna mifumo ya online patrol, yani kama tunavyo patrol barabara, tunaona highway patrol Land Cruiser. Sasa hivi tumewekeza vya kutosha kuhakikisha uhalifu unaofanyika mitandaoni muda wowote kunakuwa kuna surveillance, yani watu wako wana monitor mitandao kuhakikisha wizi wa kifedha wa mitandao, matumizi mabaya ya maudhui kinyume na sheria, watu hawa wanachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Awali akizungumza, IGP Kamil Swambura, mkuu wa jeshi la polisi Tanzania, akaeleza maeneo ambayo yamekuwa na changamoto zaidi katika kipindi cha uongozi wake ndani ya jumuiya hiyo ya SADC. Zina mipaka na majina. Kuna nchi inaitwa Tanzania, kuna nchi inaitwa Namibia, kuna nchi inaitwa Eswatini, kuna nchi inaitwa Botswana, South Africa, Mozambiki na zingine, Zambia, Zimbabwe. Lakini wahalifu hawana mpaka wala hawana majina. Tunaendelea kufungua mipaka, tunaendelea kuhakikisha kwamba tunakuwa wamoja, tunabadilishana taarifa kwa haraka, tunabadilishana intelligence ya namna gani ya kushughulika na wahalifu na uhalifu, lakini tunafanya operation za pamoja. Mwenyekiti mpya wa wakuu wa polisi nchi wanachama wa SADC ni mkuu wa jeshi la polisi nchini Malawi, IGP Merlin Yolamu, baada ya IGP Kamil Swambura, mkuu wa jeshi la polisi nchini Tanzania, kumaliza muda wake wa kuitumikia nafasi hiyo kwa kipindi cha mwaka mmoja. Kutoka Dar es Salaam na sasa moja kwa moja tukaiangazia Tabora. Mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha amewaonya wananchi wa kata ya Choma cha Mkola wilayani Igunga wanaokataa ujenzi wa skimu ya umwagiliaji inayotakiwa kujengwa katika kata hiyo, wakidai eneo linalotakiwa kutumika kujenga skimu hiyo ya umwagiliaji ni kwa ajili ya kufanyika shughuli za matambiko. Hussein Mshenga kutoka Tabora anasimulizi zaidi. Hayo yamejiri mkoani Tabora wakati wa hafla ya kumkabidhi mkandarasi eneo la kazi skimu ya umwagiliaji ya Mwamapuli iliyopo halmashauri ya Igunga mkoani Tabora, ambapo mkuu wa mkoa wa Tabora ameshangazwa na vitendo vya wakazi wa maeneo hayo, ikiwemo wakazi wa kata ya Choma cha Mkola ambao wamepinga mradi mwingine wa skimu ya umwagiliaji katika eneo lililopo ndani ya kata yao kutokana na sababu za kutumia maeneo hayo kwa ajili ya kutambika, ambapo amewataka wananchi hao kuacha kuzuia maendeleo kwa sababu ambazo sio za msingi zinazokwamisha maendeleo ya kata na mkoa kwa ujumla.
Wenzenu wamekataa, wamesema lile eneo ni la matambiko. Si mambo ya ajabu haya? Karne hizi kuna mtu anasema sisi tunatambika hapa, hatutaki kuweka mradi wa umwagiliaji. Sasa sisi tunafanyaje? Mambo mawili tu. Moja, huo uganga, uchawi na matambiko upeleke nyumbani kwako. Sisi tutaweka mradi pale. Lakini ikiwa serious, si wapo wengi wanataka miradi hii, si ndio? Nyinyi muendelee kutambika, tutapeleka sehemu nyingine. Hatuwezi kwenda kugombana na watu wazima wenye akili wanaojua kwamba matambiko ni bora kuliko mradi wa umwagiliaji. Ahmed Salum akimwakilisha mkurugenzi wa kampuni ya Samota ameishukuru serikali kwa kuendelea kuwapa wazao wa miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo mradi wa skimu ya umwagiliaji ya Mwamapuli ambao umegharimu kiasi cha shilingi bilioni 26. Tunashukuru kwa serikali yetu kutuamini sisi wazao wa ndani kwa kutupa mradi huu wa bilioni 26.9. Tunaahidi mkuu wa mkoa mbele ya mkutano huu wa hadhara hatutokuangusha, tutaufanya kazi yetu kwa weledi. Wakizungumza na Clouds, baadhi ya wananchi ambao ni wanufaika wa mradi huo wameeleza namna ambavyo mitazamo ya kiimani inavyochelewesha maendeleo. Maana mvua zinaweza zikawa zinasumbua, muda mwingine huo mradi wameleta unatusaidia, lakini kuna baadhi ya watu wanatuangusha, wanaukataa. Matambiko hayana maana. Sasa hivi tunaelekea kwenye karne nyingine ya kilimo cha kisasa, yani kila nchi bila kilimo cha kisasa hamna maendeleo. Kutoka Tabora, hii ni ripoti ya binamu muungwana Hussein Mshenga na hii ni Clouds TV. Asante sana Hussein Mshenga kutoka Tabora. Nasema hivi, kama unayashangaa ya mkoa wako, basi kuna mkoa wa Tabora bado hujaona wengi. Moja kwa moja tukaangazie Simiyu. Watanzania wametakiwa kuendelea kuilinda amani ya nchi, hususan kuelekea kipindi cha uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka huu na kujiepusha na vitendo vinavyoweza kuchochea vurugu ili kuwezesha uchaguzi huo kufanyika kwa amani na utulivu. Tuungane na Anastasia Po kutoka Simiyu kwa undani kamili. Na uchaguzi mkuu unakuja, sote tuunganike pamoja katika kuiombea nchi yetu amani. Na sisi sote tulipo tukiongozwa na Mungu Roho Mtakatifu, tusiwe chimbuko la vurugu, tuwe chimbuko la amani, upendo na mshikamano. Askofu Sangu ametoa rai hiyo wakati akizungumza katika misa ya jubilei ya miaka 65 ya upadri ya Padri Paul Fagan ambaye ni paroko wa parokia ya Nkololo, ambapo pia ameiomba serikali kuboresha miundombinu ya barabara ya Bariadi Nkololo ili kuwarahisishia upatikanaji wa huduma za afya wagonjwa wanaokwenda kutibiwa katika kituo cha afya cha Songambele kinachomilikiwa na kanisa Katoliki. Tunaomba Roho atatuwekea kokoto kwa ajili ya kuleta wagonjwa, kwa sababu ni sehemu ya huduma ya kanisa kuchangia huduma za serikali kwa huduma za afya kwa wananchi. Niombe langu na la wana Kololo na watu wote ambao wanapata huduma hapa, hii barabara yetu hii, hata tuwekee lami fulani tuidataa kokoto. Akilitolea ufafanuzi suala hilo, mkuu wa mkoa wa Simiyu Kenani Kihongosi ameeleza jitihada zinazofanywa na serikali ili kuondoa changamoto hiyo. Hii barabara ambayo imeongelewa hapa, tupo katika mpango wa kuipandisha hadi tuwakabidhi TANROADS na itatengenezwa kwa kilomita 84. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa kituo cha afya cha Songambele Dr. Fidel Felician na baadhi ya wakazi wa Nkololo wameeleza athari wanazozipata wagonjwa kwa kushindwa kufika kituoni hapo kwa wakati kutokana na ubovu wa miundombinu ya barabara. Inachelewesha muda wa kuweza kuchukua wagonjwa kutoka sehemu walikokuwa wamepewa hiyo rufaa kuja kwenye hospitali yetu, na hivyo kuweza kufanya wasiweze kupata matibabu kwa muda. Wazazi wanajifungua njiani, watoto wanazaa wafu kwa sababu ya kuchelewesha kufikishwa kwenye huduma. Mgonjwa yoyote yule anapotoka maeneo mbalimbali akielekea Nkololo hawezi kufika salama. Kutoka wilayani Bariadi mkoani Simiyu, mimi ni Anastasia Po, Clouds TV. Tunaelekea Kigoma. Wakulima binafsi 13 pamoja na vikundi 4 vya wakulima katika mkoa wa Kigoma wamepatiwa nyenzo mbalimbali zenye thamani ya shilingi milioni 93.7 kupitia mradi wa kilimo tija Kigoma Kitiki unaofadhiliwa na serikali ya Korea Kusini, ukilenga kuongeza tija katika kilimo nchini. Huyu hapa Emmanuel Matinde kutoka Kigoma anakuja na undani kamili. Hatua hiyo ni baada ya shindano la wazo bora la kilimo biashara
lililolenga kuwezesha wakulima wadogo kupata nyenzo zinazoweza kusaidia kutengeneza ajira kwa wakulima na jamii inayowazunguka. Luhende Ethan ambaye ni kaimu meneja wa mradi wa Kitiki kutoka shirika la World Vision, moja ya mashirika matatu yanayotekeleza mradi huo wakishirikiana na serikali, amesema wakulima hao ni sehemu tu ya wakulima 20,000 wanaohudumiwa na mradi huo kutoka wilaya za Kasulu, Kakonko na Kibondo. Kwa hiyo leo tumeweza kugawa na kukabidhi mashine 10 za kuchua mahindi, maharage pamoja na mpunga, lakini majembe 5 ya kusukuma na ng'ombe, mashine za kupandia 8 pamoja na mashine 1 ya kusaga unga. Meneja wa kanda wa shirika la World Vision, Jacqueline Kaihura, amesema mradi wa Kitiki ni sehemu ya ushirikiano na serikali na wadau wengine katika jitihada za kuimarisha wananchi kiuchumi na kijamii. Na tunashirikiana vizuri na wataalamu wa serikali ngazi zote, kuanzia mkoani, kwenye wilaya na mpaka ngazi za kata. Mradi wetu wa Kitiki unazingatia mnyororo mzima wa uzalishaji, kwa maana kuzalisha, kusafirisha, kuchakata, kutafuta masoko. Iwe usiku iwe mchana, tuko tayari kushirikiana ili kile ambacho ni malengo ya mradi yaweze kufikiwa. Baadhi ya wakulima waliofanikiwa kupata nyenzo hizo wamesema zitarahisisha kazi na kuongeza ubora na thamani ya mazao yao sokoni na hivyo kuinua kipato chao. Mashirika haya yameweza kutusaidia kutufundisha elimu ya kilimo tija, tukatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ukivuna mahindi unapokuchua kwa mkono, ama unapakia kwenye magunia unapiga kwa mafimbo, hali ambayo ilikuwa inaenda kupoteza ubora wa mazao. Emmanuel Matinde, Clouds TV. Asante sana Emmanuel Matinde kwa kutuhitimishia jicho la habari siku ya leo. Moja kwa moja tukaangazie the screenshot.